moja ya matatizo au moja ya masuala yanayogusia umajumui wa Afrika ni hivi: huu umajumui unatoka juu kuwajia wananchi au unatoka kwa wananchi kwenda juu kuwashirikisha viongozi? Ni wazi kabisa kwamba tukitarajia kwamba umajumui utajengwa na watu kutoka juu, kama hatupati bahati nyingine ya kuwa na au kama Nyerere na wengine, tunaweza tukasema pengine umajumui huu hautatokea kabisa. Kuna tabia ya viongozi wetu kuwa na wimbo huu wa umoja wa Afrika, lakini hao wanausabotaji umoja wa Afrika kila wanapopata nafasi. Na kwa hiyo nadhani ni muhimu sana tukapata maandiko kama haya na mengineyo kwa njia mbalimbali, tuseme kutumia vyombo vyote vya media kusudi watu wapate salamu hizi. Lakini salamu hizi bado tutauliza, hivi umajumui wa Afrika tukutane tupige ngoma, tukutane tufanye kama wanaofanya wenzetu siku hizi, au tunakutana kwa sababu kuna sababu ya kusema hali zilizokuwa kabla na hizi na hii tuliomo hazifai, tunataka hali nyingine mpya, uchumi mwingine mpya, elimu nyingine mpya, kwa jumla utamaduni mwingine mpya ambao unapambana na yote yale masaibu yaliyotukuta katika historia yetu. Halafu umajumui wa Afrika sio kujitenga na dunia. Sasa Afrika imepata faida sana kutokana na jitihada za ndugu waliokuwa nje ya Afrika. Kwa sababu kweli hata vuguvugu lote la ukombozi chimbuko lake sio ndani. Sasa hapa unaweza kusema sawa, kwa sababu watu hapo walipambana, lakini katika midani ya kisasa hizi harakati za ukombozi zilitoka nje na nyingine zilitoka nje na zikasaidiwa na hata wengine ambao hawakuwa wa Afrika waliopambana na dhana hiyo ya ugandamizaji, uchumi wa unyonyaji wa watu. Kwa hiyo sisi tulipochukua harakati hizo, viongozi wetu walipoanza walikuwa tayari wana misingi ya watu waliopambana nao kutoka India, China. Wote hao walikuwa ni sehemu ya urithi wa binadamu dhidi ya nadharia za ugandamizaji, za ubaguzi na kadhalika. Mimi nafikiria, kwa mfano, tunazungumzia leo hali ya Cuba. Mimi nadhani tunawajibika na tunadhani lazima tujilaumu leo hii, kwa sababu hatujafanya chochote ninavyojua mie cha maana cha kusaidia Cuba. Nasema vile vile sijui kama tulifanya cha maana cha kulaani Marekani na Israeli inavyofanya katika Mashariki ya Kati, katika Irani kwa mfano. Na Irani ni ndugu zetu. Katika miaka ya nyuma tulipokuwa taabani, hatuna nishati, ndio waliotupa mafuta bure, na mpaka leo ninapojua hatujaaji pia, na tumetoa kidogo, nadhani miaka 2-3 iliyopita, si milioni 200, lakini deni kubwa zaidi na hawajadai kulipwa. Kwa hivyo nafikiri moja ya umajumui wa Afrika ni kuelewa mshikamano wa wote wanaogandamizwa katika sehemu za kusini wa ulimwengu, global Africa, katika kupambana. Lakini tunapambana kwamba ubeberu, ubepari ambao ni msingi wa yote haya, huu mfumo hauwezi kupeleka
binadamu mbele. Hapana. Kwa hiyo sisi lazima vile tufikirie umajumui wa Afrika katika kupambana na hicho kinachoitwa kwenda na wakati, ambao kwenda na wakati ni maana yake tuwe vikaragosi vya mabeberu. Tunasema ni kwamba hali halisi kukuta kila mara tunazungumza, kwa sababu kwa mfano sina hakika kwamba historia ya umajumui katika chuo kikuu cha Dar es Salaam mnaizingatia, kwa sababu kuna harakati zilifanyika pale chuo kikuu ambacho nafikiri mpaka sasa hazijaandikwa. Kuna makomrade kutoka nje wakaja, kulikuwa na hali ngumu, lakini waliweza kukaa na wakaandika, wakapambana kina Walter Rodney hao wengine na wakati ule bahati nzuri walikuwa wanaungwa mkono kwa sehemu kubwa na serikali, ingawaje hata wakati ule walikuja wakapambana wakakorofishana na utawala uliokuwepo wa Nyerere, kwa sababu wao walikwenda zaidi ya ujamaa na kuuliza hivi ujamaa huu una maudhui ya ujamaa huu ni nini hasa? Ujamaa kugawana umaskini, ujamaa kuendelea kuuza nafaka zetu nje, malighafi, au kujenga industry na zikajengwa zingine, lakini baadaye zikaja zikafutika. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba hii ni hatua nzuri sana